yalijumuisha na sekta za utoaji huduma zote, ili mwananchi akija hapa asipate shida. Hongera sana kwa mpango kazi huo, na hakika inawatia hamasa watumishi wa umma kutenda kazi zao vizuri, kwa sababu mmeonyesha kwamba utoaji huduma ni wajibu wetu, na ni jambo ambalo pia linatoa motisha kwa watu wetu. Huduma mlizozitoa nyingine za papo kwa papo ni jambo la kupongezwa sana, na huu ni ufanisi mzuri kwa utumishi wa umma ambao sasa hivi tunauhitaji kwenye ofisi zetu. Ndugu watumishi wa umma, nimefurahi sana leo baada ya kuarifiwa kwa mifumo nitakayozindua leo imejengwa na wataalamu wetu wa ndani ya nchi na kutoka taasisi yetu ya eGov, ambayo wenyewe watumishi karibu wote na wa Tanzania, na ndio ambao wameendelea kutengeneza mifumo inayosomana kati ya taasisi na taasisi ndani ya serikali. Lakini nimefurahi kuona kujumlishwa kwamba jumla mifumo 223 kutoka kwenye taasisi 185 tayari imeshaunganishwa na inasomana. Hii ni hatua nzuri sana ya utekelezaji, na mifumo hii itaendelea kubuniwa, itaendelea kuunganishwa kupitia mfumo wetu wa GovESB. Ndugu viongozi, ndugu watumishi wa umma, niendelee kuwapongeza watumishi wote ambao mmehusika katika kazi hii nzuri na yenye ubunifu mkubwa ya kuunganisha, kutafuta mfumo, kutengeneza, lakini kuunganisha taasisi zetu. Kazi hii kwa kufanya na Tanzania na kufanikiwa kama ambavyo tumefikia hapa, ni lazima tuwapongeze wataalamu wetu, tuwapigie makofi popote walipo. Tunapoelekea kuhitimisha hotuba yangu ili niweze kuzindua mfumo, nitoe yale ya msisitizo kwa kila ambaye ataguswa na haya. La kwanza, kwa taasisi zote za umma ambazo zenye mifumo na zinaendelea kubuni mifumo, zihakikisha kwa mifumo hiyo inasomana na iweze kubadilishana taarifa kupitia mfumo huo, ili twende kwenye gurudumu moja la kuboresha huduma ndani ya serikali yetu. Ya pili, mamlaka serikali mtandao eGov, hakikisheni kwamba mifumo iliyounganishwa inaendelea na majukumu yake ya kubadilishana taarifa, lakini pia kila anayeingia jiridhishe kwa anaweza kuwasiliana na wengine wote walioko huko ndani. Mmenieleza, mmesema kwamba ndivyo ilivyo, na sisitiza kwamba hakikisheni hao watu wanasomana na wanabadilishana taarifa. Tatu, taasisi tena zote za umma, endeleeni kutenga budget ya kutosha ili kushiriki kamilifu bila kukosa katika maadhimisho ya wiki ya watumishi wa umma kila mwaka, ili utaalamu wenu, elimu yenu, mambo yote ya msingi mje myaonyeshe na wananchi wapate nafasi ya kujua nini kipo ndani ya utumishi wa umma. Lakini muhimu zaidi, watumishi wa umma wenyewe waone ndani ya utumishi yaliyopo na maboresho ambayo yanaendelea. Na kwa kufanya hivyo, 4, mikakati iweze kuimarishwa na kuhamasisha wananchi kujenga utamaduni wa kutumia fursa za uwepo wa maadhimisho kama haya, ili wajitokeze na waweze kunufaika na yale yote ambayo yanawagusa kwa wakati huo, iwe ni ya papo kwa papo au hata kama ataamua kutembelea ofisini baadaye, lakini lazima fursa hizo ziwe wazi kwa wananchi. 5, kwa watumishi wa umma, endeleeni kuzingatia miiko na maadili ya utumishi wa umma ambayo yanahitaji ukarimu, kuwapokea wananchi, kuwasikiliza wananchi na kuwahudumia ipasavyo. Na unapompokea na kumsikiliza na kutaka kumhudumia, anaweza kuja kuwa na tatizo ambalo wewe unayepokea na kuuliza halikugusi. Wajibu wako katika kumhudumia ni kumwonyesha mahali sahihi anapopata huduma hiyo. Huu ni wajibu wa mtumishi. Kwamba majina ni mratibu mwandamizi wa Jeshi la Magereza Elmas Venus Mjimwa, kutoka makao makuu ya magereza
katika ofisi zetu zilizopo eneo la Msalato hapa Dodoma. Ndugu mwandishi wa habari, siku ya leo ambayo ni tarehe 23 mwezi wa 6 2025 ndio siku ambayo tunahitimisha maonyesho yetu ya wiki ya utumishi wa umma. Kwa maneno mengine tunasema ni kilele cha maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma. Kimsingi maadhimisho haya yamekuwa na mafanikio makubwa kwetu sisi kama Jeshi la Magereza, kwa sababu tumeweza kuwafikia watu au wananchi wa Dodoma, lakini pia wapo ambao wametoka mikoa mingine ya nchi ya Dodoma. Hao wote wamefika katika bandari yetu na wameweza kudadisi mambo mbalimbali ya kiutendaji katika Jeshi la Magereza, kuanzia ajira, wale wanaowiwa kuajiriwa siku moja basi na Jeshi la Magereza, lakini walitaka kujua utumishi kwa ujumla katika Jeshi la Magereza, lakini pia utendaji kazi kwa ujumla wa Jeshi la Magereza. Tumeweza kuwaeleza juu ya taratibu za ajira kuanzia siku ile tunatangaza ajira, lakini pia wameweza kujifunza juu ya mbinu au namna mbalimbali ambazo tunazitumia Jeshi la Magereza katika mrekebu mfungo, ambao sasa kwa mtizamo mpya unapenda jamii kuelewa kwamba magereza sio mahali pa mateso. Taasisi ya umma inayotoa huduma kama taasisi nyinginezo, isipokuwa tu tofauti na taasisi nyingine kwamba Jeshi la Magereza ni chombo cha ulinzi na usalama. Ni chombo kimojawapo katika ule mnyororo wa haki jinai katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo jukumu letu siku zote ni kuwapokea, walinda, kuwatunza, wahifadhi na hatimaye kuweza kuwarekebisha wahalifu. Sasa tunawarekebisha kwa namna gani? Hatuwarekebishi wahalifu hawa kwa njia ya mateso. Tunawarekebisha wahalifu hao kwa kuwapa stadi mbalimbali za maisha, kwa wale ambao wanakuwa wameingia gerezani wakiwa hawana stadi yoyote ile ya maisha. Lakini tunaendeleza ujuzi na utaalamu wote wale anaokuwa nao mfungwa anayeingia gerezani kwa mara ya kwanza, akiwa anafahamu jambo fulani au anaifahamu shughuli fulani ambayo ilikuwa ikimuingizia kipato kabla ya kuingia gerezani. Sasa nyanja hizo basi ni zipi? Wale wanaoingia gerezani kwa mara ya kwanza, moja, tunawafundisha juu ya stadi kama nilivyoeleza mwanzoni, stadi za ufundi, kwa maana ya kuwa na uwezo wa, anaweza kaingia gerezani akajifunza useremala, anaweza kaingia gerezani akajifunza ufundi ujenzi, anaweza kajifunza utengenezaji wa vifaa mbalimbali vya usafiri kama vile magari, pikipiki na kadhalika, lakini anaweza kujifunza ushonaji wa nguo, lakini pia utengenezaji wa sabuni na viatu, vikapu na kadhalika kupitia viwanda. Nini lengo letu haswa kuwapa hizi stadi za maisha? Ni kutaka mara baada ya kuwa amemaliza kifungo, amemaliza muda wake ule wa kutumikia gerezani uliotamkwa kwa mujibu wa sheria na uliotamkwa na mahakama, basi aweze kuwa na shughuli ya kuweza kufanya akiwa uraiani kama njia ya kujipatia kipato ambacho kitakuwa kina faida kwa familia yake, jamii kwa ujumla, jamii ya Kitanzania, lakini pia nchi kwa ujumla, kwa sababu shughuli atakayokuwa naifanya kama ni ujenzi, kama ni ufundi seremala, kama ni umekanika na kadhalika, basi ufundi huo au ujuzi ule utaweza kumuingizia kipato ambacho mwisho wa siku kitakuwa na manufaa kwa nchi, kwa maana kwamba atakuwa analipa kodi. Unaona kuna mafanikio makubwa sana kwetu, na jamii kwa ujumla inakuwa sasa inatuelewa, inaelewa Jeshi la Magereza ni kitu gani, ni taasisi
kushughulikia mambo gani. Lakini kama mlivyosikia kwenye hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ambaye alikuwa mgeni rasmi wa kilele cha maadhimisho haya, amesisitiza juu ya utumiaji wa mifumo katika utendaji kazi katika taasisi. Sasa Jeshi la Magereza kama taasisi mojawapo, kama chombo cha ulinzi na usalama kinachotekeleza majukumu yake chini ya usimamizi wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi, kimejikita katika matumizi ya mifumo ya kidijitali ili kurahisisha mawasiliano. Tunafahamu kabisa kwamba Jeshi la Magereza limetawanyika nchi nzima. Ni jeshi ambalo lina ofisi katika mikoa na wilaya zote Tanzania. Kwa hiyo ili kurahisisha mawasiliano ni lazima tutumie mifumo ya kidijitali kama alivyosisitiza Mheshimiwa Waziri Mkuu siku ya leo, lakini pia kama ilivyokuwa kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu ya kuhimiza matumizi ya mifumo ya kidijitali ili kuongeza upatikanaji wa taarifa na kuchagiza uwajibikaji wa watumishi. Kwa hiyo nasi pia kama taasisi mojawapo ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na haswa kwa kuwa Jeshi la Magereza ni jeshi ambalo liko upande wa Tanzania bara, na nasi tunajikita katika matumizi ya mifumo hiyo ili kuhakikisha. Sasa mifumo yetu iko kuanzia kwenye kuajiri, lakini pia iko katika utendaji kazi wa kila siku, na hatimaye iko kwenye hitimisho la ajira la mtumishi kwa maana ya kunufaika mafao. Kwa hiyo hatujajiweka kando na taasisi zingine, na hatujajiweka kando na msisitizo wa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo yuko chini ya Jemadari mashuhuri Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na Amiri Jeshi Mkuu wa vyombo vya ulinzi na usalama nchini. Sasa ushiriki wetu pia umetupa matunda, kwa maana ya kwamba tunao ushahidi kwamba mwaka 2025 tumeweza kushiriki kikamilifu katika maadhimisho haya, na hata tumeweza kupata cheti, tumekiwa cheti cha ushiriki bora kabisa wa maadhimisho ya mwaka huu. Huu ni uthibitisho kwamba tumeshiriki kikamilifu na tumeweza kuonyesha au kutoa huduma mbalimbali kwa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao yumkini kama tusingeweza kufika hapa, basi wasingeweza kutambua au kujua nini ambacho Jeshi la Magereza kinafanya. Na niweze kujulisha umma wa Tanzania kwamba tutashiriki tena maadhimisho kama haya hapo mwakani ili kuwa na maboresho zaidi ya huduma hizi ambazo tunazitoa safari hii. Sasa mwakani tutakuja na huduma zilizo bora zaidi, tutakuwa karibu zaidi na wananchi katika maonyesho haya, lakini tutakuja na vitu vingine vingi ambavyo tutakuwa tayari kuonyesha kwa wananchi. Safari hii kama mtakumbuka, safari hii tumekuwa na muhitimu mmoja wa urekebu ambaye yeye tulichukua ili kuja kuonyesha umma kwamba nini ambacho tunatarajia mwisho wa siku mfungwa anapoingia gerezani aweze kutoka nacho. Sasa safari hii tulikuja na fundi au muhitimu mmoja ambaye ni fundi ujenzi. Tunatarajia mwakani kuboresha zaidi maonyesho haya kwa kuja na wahitimu wengi zaidi ambao watakuwa kwenye fani mbalimbali. Wapo ambao wako kwenye fani za ufundi, lakini pia matarajio yetu kwamba tutakuja na wahitimu wa masomo ya darasani kama vile wale wanaohitimu masomo ya shahada kwa maana ya bachelor's degree, kwa sababu tunao waliohitimu sheria, lakini tunao wengine ambao watahitimu kwenye shughuli mbalimbali. Lakini pia rasmi sasa tumeanza kutekeleza mafunzo katika vituo vyetu mbalimbali nchini ya kimagereza kwa kushirikiana na wenzetu wa NACTVET ambao
Sasa tuna mitaala rasmi kama nilivyoeleza awali siku ya ufunguzi, na hiyo kupitia hiyo mitaala basi tunakuwa na wahitimu ambao wanatunukiwa kabisa vyeti vya kitaaluma ili viweze kuwa msaada kwao warudipo uraiani. Tunachoiomba tu jamii ya Kitanzania kwamba mfungwa anayemaliza kifungo gerezani arudipo kwenye jamii aendelezwe kurekebishwa na jamii ile inayomzunguka, asitengwe kwenye jamii akaonekana ni mhalifu, bali anakuwa ni mtu ambaye ametoka, tumeridhika na tabia zake, tumeridhika na mwenendo wake, na kwamba sasa tunamrudisha kwenye jamii ili jamii ambayo ni sehemu kubwa sana ya urekebishaji au ya urekebu kwa hao wahalifu iweze kutimiza wajibu wake. Kwa majina mimi ni ASP Oliver Joseph Kilambo, natokea gereza kuu Isanga, sehemu ya wanawake utawala. Mwaka huu tulipata nafasi ya kushiriki katika wiki ya utumishi wa umma katika banda la magereza ili kuonyesha pia bidhaa zetu mbalimbali ambazo zimekuwa zikitengenezwa pale gerezani na wanafunzi wetu wa kike. Kama mnavyotambua kwamba saizi magereza inapopokea wahalifu inatoa utaalamu wa aina mbalimbali ili sasa watakapofanikiwa kumaliza vifungo vyao salama, wakirudi huko uraiani sasa wakaweze kuwa raia wema na kutumia ule ujuzi waliopata gerezani katika kuwaingizia kipato ambacho ni halali. Mwaka huu katika banda letu tulifanikiwa kuja na bidhaa mbalimbali kutoka kwa wanafunzi wa kike. Kama mtavyoona, tulikuwa na hizi handbags kwa kina mama, tulikuwa pia na hizi safari begi ambazo ukipata safari ya siku 2-3 pia unaweza kuzitumia. Tulikuwa tuna table mats za aina mbalimbali, hizi ni sample tu. Tulikuwa na tissue holders, tulikuwa na viatu, tulikuwa na makapu ya aina mbalimbali, tulikuwa na sabuni za maji, sabuni za vipande, tulikuwa na dawa za kusafisha masinki na tiles, tulikuwa na wallets, tulikuwa na key holders, tulikuwa na bidhaa za aina mbalimbali ambazo kiukweli wananchi walizifurahia sana, walizipokea kwa mikono miwili, walizinunua sana hadi kafikia hatua sasa kupewa oda za aina mbalimbali. Kikweli napenda kuhakikishia umma kwamba wanafunzi wetu wa kike wanapokuwa gerezani hawakai bure. Wametengeneza vitu vya aina mbalimbali ambavyo watu wanavipenda, na bei zetu sio mbaya sana, zinafikika na kila mwananchi. Kwa nilikuwa napenda kuwakaribisha Watanzania wote, tukipata maonyesho aina mbalimbali waweze kukaribia katika banda letu la magereza, waweze kujionea kwa macho yao bidhaa ambazo nimezitaja hapa. Kuna makapu kwa kina mama, makapu ya aina mbalimbali ambayo ukiyanunua yale sasa hutotamani kununua kapu lingine zaidi ya haya ambayo tunatumia katika shughuli zetu mbalimbali. Kama mnavyoona, huu ni mkonge original kabisa ambao ukinunua kapu hili sasa utakuwa na gharama za kununua kapu lingine. Kikweli tunajivunia sisi kama walimu wao, sisi kama maafisa na askari magereza kwa elimu ambayo tumekuwa tukitoa kwa wafungwa wetu. Nasemea wafungwa kike kwa sababu hizi bidhaa ambazo nimezishika hapa ni wao ambao wameshiriki kwa 100% katika kuziandaa, na sisi kama walimu wao tumeweza kuzileta sokoni. Basi ndugu wananchi, ukipata taarifa kuna maonyesho aina yoyote katika mkoa wetu wa Dodoma, sehemu yoyote ile, msisite kufika katika banda la magereza muweze kujionea kwa macho ni nini ambacho wanafunzi wale wamekitoa. Kiukweli wanafanya kazi nzuri ambayo inaweza kuwasaidia sana, kama nilivyosema awali, kutoka uraiani sasa waweze kuwa pia ni walimu wazuri kwa raia wengine, na wao pia kuweza kuziuza na kujipatia kipato halali ambacho kitafanya wawe bize, wasirudie tena katika kufanya makosa aina yote ya kihalifu ambayo atawapelekea kurudi tena gerezani.